Ndugu zangu, naomba mnisikilize kidogo. Mnakumbuka vizuri mimi nilipozungumza kuhusiana na jambo hili nilijaribu na kupendekeza solution. Niliwaambia kwamba leo mnaanza kuona sasa. Niliwaambia kwamba shida ya nchi yetu ni kwamba wakuu wa vyombo wote, kwa maana ya mkuu wa jeshi la wananchi CDF, mkuu wa jeshi la polisi IGP, mkuu wa jeshi la magereza, mkuu wa idara ya usalama wa taifa, mkuu wa jeshi la uokoaji na wengine wote ni wateule wa Mheshimiwa Rais. Na huyu Mheshimiwa Rais pia ni mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi. Na huyu Mheshimiwa Rais pia ni mgombea urais wa Chama cha Mapinduzi. Unaweza kuona mtiririko huo kwamba aliyewateua ni rais wa nchi, lakini huyo rais wa nchi pia ni mwenyekiti wa chama, lakini pia huyo rais wa nchi pia ni mgombea urais. Kwa hiyo kwa katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, of course, unapoteuliwa unatakiwa kutimiza kazi zako sawa sawa na mujibu wa katiba. Lakini ni nani ambaye anaweza kupambana aliyemteua? Kwa kawaida, hata ningekuwa mimi, ungependa yule mtu aliyekuteua uishi naye vizuri, utumikie nchi, lakini kwa wakati huo huo na umsikilize. Kwa hiyo vyombo vyetu, nina hakika kabisa 100%, tangu place yangu ya kwanza nilivyosema kwamba vyombo vyetu viwe na ulinzi ili wawe na uwezo wa kusema hapana kwenye baadhi ya mambo ambayo hayaendi sawa sawa. Nikupe mfano mzuri. Huwezi kuniambia eti polisi hawafahamu kabisa kuhusu utekaji. Huwezi kuniambia hivyo. Huwezi kuniambia idara ya usalama wa taifa hatujui kabisa kuhusu utekaji. Huwezi kuniambia hivyo. Huwezi kuniambia eti jeshi la wananchi halina taarifa kabisa utekaji. Hapana. Wala jeshi la magereza, wala uhamiaji, wala jeshi la uokoaji. Lazima kuwe na taarifa. Kama mkikubali kwamba majeshi haya, vyombo vyetu havina taarifa, basi Tanzania si salama pa kuishi. Lakini mimi nafahamu competence. Kwa sehemu kidogo nafahamu competence ya viongozi wetu. Nafahamu. Unajua kuna mambo mengine unaweza ukayasema tu ni rahisi yakiwa kwa mtu mwingine. Akitekwa baba yako au mama yako au dada yako au mdogo wako, utafeel pinch. Ni hatari sana. Mimi siamini eti wakuu wetu wa vyombo hawajui kabisa watu wanakwenda wapi.